iwe ni kwa mfumo wote ule, mechi kati ya Yanga dhidi ya wateneza wa jadi Simba pale kwenye uwanja wa New Amaan Complex visiwani Zanzibar siku ya Jumapili kuanzia saa 2:15 usiku, ni dhahiri kwamba kuna uwezekano mkubwa wachezaji Rushaine De Reuck, mchezaji wa kimataifa kutoka Afrika Kusini, beki wa kati wa wekundu wa Msimbazi Simba, na Laurindo Depo, mchezaji wa kimataifa kutoka Angola, miongoni mwa washambuliaji nyota wa Yanga, si miongoni mwa watakaokosekana uwanjani. Ndio, wote hawa wamekuwa kwenye kiwango bora sana. Wote hawa wamekuwa wakitumika kila mara wanapokuwa fiti. Makocha Pedro Gonçalves wa Yanga, Steve Barker wa Simba wamekuwa wakiwapatia nafasi ya kucheza. Na hivyo katika mechi hii muhimu, mechi ambayo kwa kila mmoja ni mechi ya 11 katika msimu huu wa Ligi Kuu Tanzania Bara 2025-26, mechi muhimu, mechi ambayo inasubiriwa kwa hamu kubwa, ni dhahiri kwamba Depo akiwa fiti hawezi kukosa nafasi. Rushaine De Reuck akiwa fiti hawezi kukosa nafasi. Kwa sababu hiyo, matarajio ni kuona kati ya maeneo ya kuvutia beto kali itakuwa ni pamoja na eneo hili ambapo Depo wa Yanga ambaye ni mshambuliaji akikumbana na Rushaine De Reuck wa wekundu wa Msimbazi Simba ambaye ni beki wa kati. Kwa nini nasema wachezaji hao wana nafasi kubwa ya kupata nafasi ya kucheza katika mchezo huo? Ni kwa sababu wao ni miongoni mwa chachu za mafanikio ya timu hizi katika mechi za karibuni. Steve Barker katika safu yake ya ulinzi pale anapotumia baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo wale ukabaji, watatu washambuliaji, mshambuliaji kinara mmoja, ama kama nilivyosema mfumo wote, hata akiwa na baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo watatu, washambuliaji watatu, au baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo wanne, washambuliaji wawili, Rushaine De Reuck huwa achezi mbali katika eneo hili kwa sababu ni mhimili, ni linchpin katika uzuiaji. Kinachotokea huwa anabadilishiwa tu wachezaji kucheza nao katika nafasi ya beki wakati, katika wale mabeki wakati wawili pale, namba 4 na namba 5, yeye anachukua nafasi mojawapo, akicheza na ama Wilson Nangu, akicheza na ama Ismail Olivier Toure na kadhalika. Sasa Rushaine De Reuck akipata nafasi ya kucheza, halafu Depo naye akapata nafasi ya kucheza, kwa sababu Depo ni miongoni mwa wachezaji ambao tangu wakati wa usajili wa dirisha dogo kocha Pedro Gonçalves amekuwa akimtumia sana karibu katika kila mchezo. Ndio, yeye ameshawahi kumfundisha wakati wakiwa pamoja katika timu ya taifa ya Angola, ambapo Depo katika michuano kwa mfano ya Kosafa aliwezesha Angola kutoa ubingwa wa Kosafa akifunga mabao 8 katika mechi 5, na msimu wa nyuma yake kwenye Kosafa alifunga mabao 5, misimu miwili akifunga mabao 13 na kuwa ndiye all time goal scorer, mchezaji mwenye mabao mengi zaidi kuliko wachezaji wote katika michuano ya Kosafa. Kosafa ilianzishwa mwaka 1983. Depo wamepita wachezaji wengi katika timu za kusini mwa Afrika zinazoshiriki michuano ya Kosafa, lakini Depo ndiye all time goal scorer, ndiye aliyefunga mabao mengi zaidi, na alifanya hivyo akiwa chini ya Pedro Gonçalves. Na tangu tu Yanga akitokea Poland katika timu ya Radomiak Radom wakati wa usajili wa dirisha dogo, Depo amekuwa hata asipoonekana kuwa active sana uwanjani, katika mechi anazopata nafasi ya kucheza huwa anaweka mpira wavuni, na hilo limethibitika katika Ligi Kuu Tanzania Bara ambapo Depo mpaka sasa akiwa amecheza mechi 4 tu tangu atue, lakini akitumika zaidi kwa mfumo ule unatoka kusema baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo wawili ukabaji, viungo watatu washambuliaji, mshambuliaji kinara mmoja, unamkuta Depo katika eneo hili. Lakini wakati mwingine kocha Pedro Gonçalves ili kupata huduma ya Depo na Dube, mchezaji wa kimataifa kutoka Zimbabwe ambaye pia ni mshambuliaji, huhakikisha kwamba anawapanga wote kwa mfumo baada ya golikipa na kuwa na walinzi wanne, viungo wanne, washambuliaji wawili. Depo unamkuta hapo akiwa na Dube kiasi ya kuongeza shinikizo kwa wapinzani na kutengeneza fursa za kufunga. Sasa Depo katika mechi hizi 4 mpaka sasa amecheza kwa dakika 271 tu. Yes. Maana mechi 4 matarajio ni kwamba ingekuwa dakika 360. Lakini kwenye dakika hizi tayari Depo ameshafunga mabao 5, ameshatoa asisti 1. Kwa hiyo ameshachangia mabao 6 katika Ligi Kuu Tanzania Bara kwa mechi 4 tu ambazo ametumika. Kumbuka Yanga amecheza mechi 10, yeye amecheza mechi 4 ambayo ni 40% ya mechi zote za msimu kwenye Ligi Kuu Tanzania Bara. Lakini kwa dakika hizi kuchangia mabao haya, Yanga ikiwa kileleni hivi sasa ikiwa na mabao 27, manake yeye mchango wake wa mabao ukizidisha kwa 100 mpaka sasa tayari ameshachangia mabao kwa
22% ya mabao yote ya Yanga yeye anahusika Depu, ingawa amecheza mechi 4 tu kwa dakika 271. Aina yake ya uchezaji, uwezo wa kukimbia nyuma ya mabeki, uwezo wa kurukia mipira ya juu ya vichwa, ana uwezo mkubwa wa kufunga mabao ya vichwa. Kwa hiyo Yanga matarajio ni kwamba akiwa fit, kocha Pedro Gonçalves atampanga ili kuhakikisha ananufaika na uwezo wake mkubwa wa kufunga kwa vichwa, lakini pia namna kujiposition. Depu anaweza kama hayupo uwanjani, lakini akasimama katika eneo ambalo utajikuta akipata mpira anauweka wavuni, na ndio siri ya mafanikio haya. Lakini pia ni mzuri katika kubadilisha nafasi za mikwaju ya penalty kuwa mabao. Ameshathibitisha hilo. Yeye ni miongoni mwa penalty taker wazuri tangu atue Yanga, na hivyo akiwa fit haitashangaza kuona kocha Pedro Gonçalves akimwanzisha, ambapo miongoni mwa atakao kumbana nao uwanjani pindi akipata nafasi ya kucheza yaweza ikawa kina Ismail Olivier Toure, yaweza ikawa Wilson Nangu na walinzi wengine wa Simba akina Nixon Kibabage, akina Shomari Kapombe, na viungo wa Simba wa ukabaji kama Yusuf Kagoma, kina Alassane Maudo Kante. Lakini kwa nafasi anayocheza, matarajio kila mara akumbane na Rushaine De Reuck. Huyu Rushaine De Reuck yeye ni muhimu sana pia miongoni mwa wachezaji wa kundi la Msimbazi Simba. Akiwa fiti, dalili kwamba atakosa nafasi azie nje hazipo. Ndio, ni kiasi kidogo sana cha asilimia kwa kocha Steve Becker kumwacha Rushaine De Reuck nje. Yeye ni kama mhimili pale katika safu ya ulinzi ya Simba. Ni mtulivu katika uanzishaji wa mashambulizi kutoka kwa golikipa wao. Rushaine De Reuck ni mzuri kutoa pasi ndefu zinazokwenda moja kwa moja kwa washambuliaji wao, lakini kwenye mipira ya kutenga huwa yupo katika eneo la mwisho na kuisaidia Simba katika kufunga mabao. Yeye ni mzuri katika kufanya tackling, ni mzuri katika kufanya defensive actions kwa ujumla. Mipira ya juu tunasema aerial duels, ground duels, tackling, clearing, kwa maana kuosha mpira kutoka katika eneo hatarishi. Rushaine De Reuck yupo vizuri, na mtaji wake mkubwa ni juu ya anticipation, kukadiria kwa usahihi mipira hatari ya wapinzani na kwenda kuicheza kabla golikipa wao hajajaribiwa. Tunapozungumza Simba ni timu ya pili kwa kuwa na ukuta imara kwenye ligi kuu mpaka sasa, ikiwa imefunga mabao 18, imeruhusu mabao 4, basi miongoni mwa wanaoimarisha eneo la kiulinzi la Simba ni yeye Rushaine De Reuck. Lakini pia mabao haya 18 Rushaine De Reuck amechangia akifunga mabao 3 kati ya 18, ikiwa ni mchango wa 17% mabao yote ya Simba. Rushaine De Reuck amehusika kwa kufunga yeye mwenyewe, ikiwamo moja la mkwaju wa penalty, ingawa yeye ni beki wa kati. Unaweza kuona umuhimu wake kiasi gani mchezaji huyu wa taifa la Afrika Kusini. Urefu wake ni wa round 6 akiwa amejiunga na Simba tangu mwanzoni mwa msimu akitokea Mamelodi Sundowns kama wamiliki, wakati akitoa kwa kundi la Msimbazi Simba. Sasa katika kutekeleza majukumu yale ya kiulinzi, sasa Rushaine De Reuck akiwa anacheza eneo hilo la kama beki wa kati, kwenye mechi 10 walizocheza Simba yeye amecheza mechi 8, na katika mechi hizo amecheza kwa dakika 696. Lakini ukiondoa yale madhara anawaletea wapinzani kwa kufunga, kwenye majukumu ya msingi yeye kama beki amefanya tunasema defensive actions, matukio yale ya kiulinzi yeye amekuwa kinara mno, akiacheza kwa ukamilifu, huku pia akiwa na mawasiliano mazuri na golikipa na mabeki wenzake pamoja na viungo wao kina Yusuf Kagoma. Ameshafanya defensive actions, matukio ya kiulinzi 31. Hapa tunazungumzia tackling, interceptions, clearances, mipira ya juu ya chini na kadhalika, ikiwamo pia blocking, kwa maana kuzuia mipira ambayo wapinzani wamepiga imelenga shabaha, yeye anakwenda kuizuia, maana akiacha inakwenda wavuni. Sasa kwa ujumla wake ndio amefanya 31. Kati ya hayo ikiwamo aerial duels, mipira ya juu akishinda 11, lakini ikiwamo interceptions, kuingilia mipira wa wapinzani wakati wakipasiana, mpinzani mmoja akimpasia mwingine, ama mpinzani ajaribu kutuliza mpira, anafika na kuchukua mpira kwa kumzidi maarifa, ama mpinzani ajaribu kukokota mpira, kudribble, anamzidi maarifa, anaenda kucheza mpira husika, anaingilia. Ameshafanya mara 10. Kwa ujumla defensive actions 31. Ndio maana tunaona kana kwamba akiwa fit mwalimu Steve Becker hataacha kumwanzisha kikosini, akiwa na wenzake kuhakikisha wanawapa furaha wekundu wa Msimbazi Simba, ambao mechi 6 mfululizo zilizopita dhidi ya watani zao wa jadi Yanga wamezipoteza. Rushaine De Reuck, uwezo wake huo kucheza mipira ya juu ni miongoni mwa kete za kumshawishi kocha aje apambane na watu kama Depu ambaye ni mzuri katika kucheza mipira ya juu na kufunga kwa vichwa, ikiwamo katika mechi mfano dhidi ya JS Kabylie alifunga bao zuri la kichwa kwa krosi ya Alan Okello. Mechi walioshinda kwa mabao 5-0 dhidi ya JKT Tanzania alifunga kwa bullet header
mpira wa kichwa, shuti kali kama la mwendo wa risasi, huwa yanaitwa bullet header. Alifanya hivyo Depu akiruka juu kwa kiasi kikubwa na kupiga shuti kali la kichwa ili kumdhibiti Rushaine De Reuck. Kwa hiyo unaweza kaona miongoni mwa maeneo ya kuvutia katika mchezo huo ni pale Depu atakapokuwa uwanjani pamoja na Rushaine De Reuck wakikumbana katika nyakati tofauti tofauti. Ni eneo mojawapo la kuvutia mno, maana Rushaine De Reuck akipata uhuru kwenye mpira wa kutenga anaenda kuidhuru Yanga. Rushaine De Reuck akizubaa, Depu anaidhuru Simba. Depu, Rushaine De Reuck watakapokutana, hata kama kuna wachezaji wengine, itakuwa vipi? Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.